Bwana unisaidie. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni Dominika ya 20 ya mwaka wa kanisa, mwaka A. Ujumbe wa leo: upendo na huruma ya Mungu haina ubaguzi. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya, sura ya 56, mstari wa kwanza na mstari wa 6 hadi wa 7. Tusikilize somo. Bwana asema hivi: shikeni hukumu, mkatende haki, kwa maana wokovu wangu karibu kuja na haki yangu kufunuliwa. Na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana, kuwa watumishi wake. Kila ishikae sabato asivunje na kulishika sana agano langu, nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 11, mstari wa 13 hadi wa 15 na mstari wa 29 hadi wa 32. Tusikilize somo. Nasema na ninyi mlio watu wa mataifa, basi kwa kadiri nilivyo mtume wa watu wa mataifa, naitukuza huduma iliyo yangu. Huenda nikapata kuwatia wivu walio damu moja na mimi na kuwaokoa baadhi yao. Maana ikiwa kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa ulimwengu, je, kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama si uhai baada ya kufa? Kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kwa maana kama ninyi zamani mlivyomwasi Mungu, lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao, kadhalika na hao wameasi sasa, ili kwa kupata rehema kwenu wao nao wapate rehema. Maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi, ili awarehemu wote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili ni Injili ya Mathayo, sura ya 15, mstari wa 21 hadi wa 28. Tusikilize Injili. Yesu aliondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu, somo la kwanza linaeleza jinsi Mungu anavyoahidi kupitia nabii Isaya kuwapokea watu wote katika ufalme wa nyumba yake, maadamu wanashika agano lake kwa kuishi maisha maadilifu. Ujumbe huu wa nabii Isaya unakuja baada ya Waisraeli waliotoka utumwani Babeli kuwabagua wageni waliotaka kujiunga nao, hasa kwa mambo ya ibada. Ndipo Mungu anamtuma nabii Isaya kuwaeleza kuwa
Mungu anamkubali kila mmoja bila kujali anakotokea, kwa kuwa nyumba yake itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Somo la Injili linaendeleza wazo la upendo na huruma ya Mungu isiyo na ubaguzi. Pale tunapomwona Yesu akimponya binti ya mama Mkananayo aliyepagawa sana na mapepo. Ikumbukwe kuwa mama huyu ni Mkananayo, yaani sio Myahudi, na hivyo anapoomba msaada kwa Yesu aliye Myahudi ni jambo la ajabu, kwani Wayahudi na watu wa mataifa walikuwa hawachangamani kabisa. Katika somo la pili, Paulo mtume anaonyesha jinsi huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu usivyo na ubaguzi, kwani yeye mwenyewe licha ya kujiita mtume wa watu wa mataifa, ni kweli amefanya kazi kubwa ya kueneza Injili nje ya Uyahudi, na cha kushangaza watu wengi wa mataifa wameipokea Injili kuliko Wayahudi wenzake. Katika Dominika ya leo tuna mambo matatu ya kutafakari. Jambo la kwanza ni upendo na huruma ya Mungu isiyo na upendeleo. Ndugu zangu, katika somo la kwanza, Mungu anajifunua kwa ujumbe wa nabii Isaya kwamba yeye ni Mungu wa wote na kwamba hana upendeleo. Tumesikia katika somo hilo Mungu akiagiza Waisraeli kuwapokea hata wageni wanaoonyesha bidii katika kumwabudu yeye. Mungu pia anatangaza kuwa nyumba yake itakuwa nyumba ya sala kwa watu wote. Aidha, katika somo la Injili, Yesu anaonyesha kuwa huruma na upendo wa Mungu unavuka mipaka na vizuizi vyote vya kibinadamu pale anapomponya binti wa mama Mkananayo aliyekuwa si Myahudi, ili hali Wayahudi na watu wa mataifa walikuwa ni watu wasiochangamana. Hata katika somo la pili, Paulo mtume anaendeleza wazo hilo la huruma na upendo wa Mungu usio na mipaka pale ambapo kwanza kabisa anapojitangaza kuwa mtume kwa watu wa mataifa, lakini vile vile akiwa amefanya kazi kubwa sana ya kuitangaza Injili katika sehemu nyingi za ng'ambo ya Uyahudi. Katika Dominika ya leo tunaalikwa kumtambua Mungu kama Mungu asiye na upendeleo. Mungu anampokea yoyote yule bila kujali asili au kigezo kingine chochote kinachoweza kutubagua. Ujumbe huu tupatie changamoto sisi wanadamu ili tuweze kumuiga Mungu kwa kuwa na upendo na huruma isiyobagua wengine katika maisha yetu. Jambo la pili tunalojifunza leo hii ni juu ya unyenyekevu na uvumilivu katika sala. Katika somo la Injili tunaona jinsi mwanamke Mkananayo alivyoonyesha unyenyekevu wa hali ya juu mbele ya Yesu wakati akiwasilisha maombi yake. Kwanza kabisa anapomwomba Yesu uponyaji wa binti yake, Yesu anakaa kimya. Baadaye anamwendea tena na kumwambia, Bwana, unisaidie. Hata pale Yesu alipotumia maneno makali, si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa, mama huyu akati tamaa. Anaamini kabisa kuwa kile anachokihitaji atakipata. Kutokana na unyenyekevu na uvumilivu alioonyesha mama huyu, Yesu anamzawadia kile anachokihitaji, yaani uponyaji wa binti yake. Katika Dominika ya leo, tumuombe Mungu atujalie unyenyekevu na uvumilivu katika sala zetu, hata wakati tunapoona kwamba tunachelewa kukipata kile tunachokiomba kwa Mungu. Daima tutambue kuwa wakati wa Mungu ndio wakati sahihi zaidi kwetu. Jambo la tatu na la mwisho tunalolitafakari katika Dominika ya leo ni nguvu ya imani. Ndugu zangu, katika somo la Injili Bwana wetu Yesu Kristo anamsifia mwanamke Mkananayo akisema, mama, imani yako ni kubwa. Yesu anaiona imani ya mama huyu kuwa kubwa sana, kwani tangu mwanzo wa sehemu hii ya Injili ya leo hadi mwisho mama huyu alikuwa na imani isiyoyumba kwamba Yesu anaweza kabisa kumponya binti yake. Kutokana na imani hiyo kubwa,
imani isiyoyumbishwa. Mama huyu anapokea alichokiomba. Jambo hili linatufundisha kuwa pale tunaposali, tusali kwa imani. Kwamba ni pale tunaposali huku tukiamini kabisa kwamba tutapokea toka kwa Mungu kile tunachokiomba, ndipo sala zetu zinakuwa na nguvu na hivyo tunafanikiwa kama mama Mkananayo. Tujiulize leo hii, je, Yesu akiniangalia nikiwa na sali, anaweza kweli kuniambia imani yangu ni kubwa? Bwana unisaidie.